Mwana mwapendo teremu aiwe Zala dobi nyanya kigumi aiwe Ntupu makutu nyakanya lwambo aiwe Nyama timbwa nyakanya kigumi aiwe Mwana wene ntupu makutu aiwe Zala dobi nyanya telabuya aiwe Odama, Odama, we Odama. Nakuita tangu kule kisimani Odama, hutaki kunisikia kwa sababu gani? Mimi mwenzako nakupenda. Na endapo utakaponipa nafasi na kuahidi nitakuletea boga. Naomba unisikilize vizuri Kantala. Mimi siwezi kufanya hicho kitu ambacho wewe unakitaka. Kwanza hapa nyumbani mama ananisubiri nipeleke maji. Kantuba muda tu kisimani. Umenisimamisha Nimekusikiliza bado unaendelea kuongea utumbo wako. Sasa niache nipeleke maji nyumbani. Sawa Alafu chingine mamangu mimi huaga ananikagua mwenzako. Akienda akinikagua. Aje? Mimi mama yako kachanganyikiwa. Sasa kukagua kwa umri huo, mtu zee zima mpaka michunusi sasa kutoka usoni. Ushakoma. Alafu mwisho siku tena zinaanza wanakagua kitu gani? Nisikilize. Aujourd'hui aussi c'est un autre jour. Daila. Le monde part en couille. Safi binti. Naye mimi mwenyewe mtabiri tambe nakula kwa macho. Lengo lake akufanye nini? Afanye ujinga halafu alete nuksi katika kijiji? Nenda kwa mama yako Kobambinye huyo. Hii anaondoka kweli. Na mtabiri lakini uko unamnyemelea huyo. Mbona utoke hapo lini? Achana na mimi hata kuifuatilia, unaelewa? Alafu kufanya utabiri kwenye ufalme sio nifanyie mimi, unaelewa? Mimi stabiliki. Mimi mara ya mbwa stabiliki. Jinga nini wewe? Kwani mfalme amemgia huyo kazi ya kufanya kazi ya utabiri, anatabiri mpaka mapenzi ya watu. Anamtabiri basi atakuwa tu Kantala atakuwa kisimani, anamfuatilia binti yule. Lo baya hiyo.